أهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم، نزلت سهلا وأهللت أهلا. تفضل مشكورا. Kukoma kwetu ni kukupatia fursa insha Allah taala tuweze kustafidi kwa kalima yako. Tafadhal mashkuran. Maulana, masha Allah, masha Allah. Tafadhal mashkuran. Tafadhal, fursa hii ni ya kwako bwana, karibu sana. Naam, ma badalak, kwa nafasi ni yako na kwa namna unavyoona na utakavyoafikiwa na Mwenyezi Mungu. Tafadhal mashkuran. Tafadhal. Ungeniambia mapema bwana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بحمده تنفرج الكروب، باسمه تنجاب الخطوب، وبذكره تطمئن القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ni makosa makubwa sana elimu mimi kuzungumza tena wakati huu wa mwisho baada ya shekhe kisha shekhe wa mkoa yote mbili, mzee wangu 3, mkubwa wangu 4, kwa yeye shazungumza, amefunga vitabu, kisha napewa mimi na mimi niongee. Hii si adabu, lakini kwa kuwa amesisitiza na mimi ndio nitatoa faida ile nilopata kutoka elimu yake hii kubwa aliyoitoa hapa ya tawadhu, ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo hali ya juu sana, akiwa yeye anajijua ndio kiumbe bora, kisha asema wala aqulu lakum inni malak. Yeye mwenyewe anajua kwamba Jibril anatamani ile nafasi ipate yeye, kisha ya maneno yalikuwa ni maneno ya hali ya juu sana. Kisha huku juu nikapata faida ya kwamba Mwenyezi Mungu ana hazina, Mtume hana hazina. Hii ni tawadhu nyingine pia. Mtume hazina hana, lakini ule ufunguo wa hazina amepewa yeye. Alikuwa fahamu Mtume asema hazina ninayo, lakini ile kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mafunzo alikuwa akimuonesha. Hazina ikiwa ni elimu, basi mwenye ufunguo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni kwamba anayo ile hazina, lakini kwa tawadhu alionayo Mtume ni hali ya juu sana. Sasa ikiwa moja katika hazina ya Allah jalla wa ala ni ilmu, na ndio tunaiona hapa namna elimu inavyotolewa neno kwa neno. Alhamdulillah, elimu ni hazina kubwa sana, na ukicheza nayo ni kama waya huu wa stima. Ukicheza nao unaweza kukuchemsha, unaweza kukuchoma ukafa leo. Na elimu nao ukicheza nayo itakuangamiza. Elimu bila tawadhu haina faida. Elimu yoyote ikiwa haina tawadhu, basi haina faida. Na elimu ni kama ulevi, inaweza kukulewesha. Na ulevi wa kwanza ni pale ukaona wewe umejua kumshinda shekhe lako. Hiyo ndio hatari kubwa, na ndio tunawaona vijana wetu sasa wanavukulia. Kila kijana akisoma kwa shekhe anafanya bidii amuone shekhe wake awe chini yake.
Hiyo ndio vita vikubwa, na huu mimi nauita ni ulevi. Ulevi si wa pombe tu, pesa ni ulevi, silaha ina ulevi wake, na elimu ina ulevi wake. Ulevi wa kwanza wa elimu ni kumuona yule aliyekusomesha kwanza kwamba hakusoma kama mimi, na hapa ndio hatari kubwa tulionayo. Kijana akisha kwenda kusoma Saudia, amekwenda Hadramuti, amekwenda Al-Azhar Sharif, basi anaona washekhe wetu waliosoma hapa juu, basi hawafai tena. Na akija anahakikisha mkoani hapa, anatingisha, anaonesha ulimwengu mzima kwamba hakuna kama yeye. Hiyo ndio mtihani mkubwa, na naambia vijana wenzangu na wanafunzi wenzangu, tujaribuni kupigana na nafsi katika tawadhu ya elimu. Hii imekosekana kabisa, imekosekana kabisa. Lakini ukiangalia mashaka wetu, tawadhu aliokuwa nao ni ajabu sana, na hai hata masahaba walichukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hiyo Saidina Ali radhiallahu anhu alipokuwa wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wakifika mlangoni, Saidina Ali wamwambia Saidina Abubakar, tangulia wewe, taqaddam. Saidina Abubakar akamwambia, mimi siwezi kukutangulia wewe. Saidina Ali akamwambia, vipi nitakutangulia wewe mimi ikiwa Mtume nilimsikia sallallahu alaihi wasallam akisema, ma tala'ati shamsu wala gharabat ala rajulin ba'da an-nabiyina, sijaona kabisa kuchomoza kwa jua na kuanguka kwa jua mtu bora baada ya Mtume kama Saidina Abubakar, siwezi kukutangulia. Saidina Abubakar kama, na mimi sikutangulii kwa sababu nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema siku ya kiyama, ana Mtume asema mimi siku ya kiyama na Saidina Ali na Sayyidatuna Fatima na Saidina Hussein tutakuwa rakidaini, tutakuwa tumepanda juu ya kipando siku ya kiyama. Watu wanang'ang'ania kukimbia mbio, Mtume yupo juu ya kipando. Vipi nitakutangulia wewe? Saidina Ali akamwambia, na mimi sikutingii, sikutangulii kwa sababu nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa hakuna mtu bora baada ya Abubakar kalghaith. Hiyo ndio kwa lugha alikuwa akitumia, Abubakar kalghaith, ainama waqa nafa. Na Ali mtu, vipi nitakutangulia mimi? Hii ilikuwa ni thawabu ya hali ya juu walikuwa nayo hawa watu. Achana na maneno yale ya kusema juu kwa juu, tusijui huyu alikuwa kimchukia huyu. Hizo kwetu tunasema ni propaganda hizo, lakini hawa watu walikuwa wakipendana hali ya juu sana. Tawadhu yao walichukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya juu ajabu. Saidina Ali akamwambia, na mimi siwezi kukutangulia kabisa. Wewe ni kama mvua bwana, unanufaisha tu, hakuna mvua ya hasara kabisa. Saidina Abubakar akamwambia, na mimi vipi nitakutangulia wewe? Siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nitamuozesha mtoto wangu mwanamume bora duniani, na alikuwa ni wewe Saidina Ali. Vipi nitakutangulia? Saidina Ali akamwambia, basi na mimi siingii, kwa sababu acha wewe kutajwa na Mtume, Mungu kakutaja kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye ikiwa umetajwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, idhuma fil ghar, vipi nitakutangulia mimi? Saidina Abubakar kama, hata wewe umetajwa kwenye Qur'ani, sikutangulii. Asema kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, man yashri Allahumma salli sallim ala sayyidina mpaka Darwesh atie salawa pia tutajali. Allahumma salli sallim alayhi, Allahumma salli sallim alayhi. Sasa sitakuja Allahumma salli sallim alayhi. Sayyidina Ali naye akaambia, man yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Wakumbuka Sayyidina Ali pale alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafsi fidaun,
Mtume amwambia lala hapa kitandani hapa, lala kitandani. Makafiri wakija wakikuona waone ni mimi, ukifa ufe wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa afanya hijra ya Madina, Sayyidina Ali akajitolea, kama mimi siwezi kukutangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, Jibril akateremka akaambia, hawa watu wengi hao watashindana mpaka asubuhi, tawadhu yao ni hali ya juu, hao nenda kawaingize. Mtume akaja mpaka mlangoni, akaingia katikati yao, akamchukua Sayyidina Ali akamweka mkono wa kulia, akamchukua Sayyidina Abubakar akamweka mkono wa kushoto, kisha akaingiza guu kwa guu, akamwambia hakadha, hivi ndio tutakavyoingia peponi. Mashaallah. Guu kwa guu. Hiyo ni tawadhu. Mtume angemwambia tuingia na ingia basi, lakini na watawadhu yao ilikuwa ni juu. Hawa ndio maswahaba alipotawadhu zao ni ajabu. Abdurrahman bin Auf alipopewa ukhuwa wake wakati wa hijra, muhajirin walipoingia walipokuja Madina, akapewa. Mtume aligawanya undugu. Alipogawanya undugu, yule Answari akamchukua mpaka shambani, kwenye shamba, akamwambia chagua mashamba yangu mawili haya, anza kazi. Wewe ni ndugu yangu kabisa, tena undugu uliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamchukua kwenye nyumba mbili, akamwambia nyumba chagua, ataka nyumba gani katika nyumba hii. Tawadhu walikuwa nayo maswahaba maanswara. Akamwambia kisha niko na wake wawili, niache mmoja umuoe wewe. Hii ni imani ya ajabu sana. Lakini imani ya ajabu ilikuwa ni Abdurrahman bin Auf, si huyo Answari. Maana walimwambia zote kaa nazo na Mwenyezi Mungu akubariki nazo, mimi nionyeshe mahali tu nianze. Hiyo ndio tawadhu kubwa. Najua mara nyingine nafikiri yule Ansari ndio alikuwa na imani kubwa. Huyu ndio alikataa, huyu ndio na imani kubwa. Maana pale wewe upe mke waambiwa na ni mgeni refugee, kisha huna mahali pa kuanza, waambiwa mke uchagulie mmoja, tena chagua wewe atakayo. Akaambia Mwenyezi Mungu akubariki. Mungu akubariki, wewe nionyeshe mahali nitaanza biashara yangu ndogo, kisha nipe mtaji kidogo, nianze biashara yangu basi. Tawadhu hizi walikuwa nazo ni za hali ya juu sana, na ni kitu kimekosekana kwetu sisi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kujionesha. Hivi vita vyote hivi vinavyopiganwa, misikiti, madaris, ni basi tu ulevi wa elimu tu. Huwa mradhi huyu. Angalia mashekhe zetu wakati wao walikuwa na mambo hayo, ndio wametufikisha hapa sisi. Leo tumekuwa sisi kwa sababu ya wao, ile tawadhu yao kwa nayo. Sisi hatuwezi somesha hata kijana mmoja kwa sababu tukokosa tawadhu. Hata kijana mmoja kumuongoza uwezi, kwa sababu wewe mwenyewe umekosa tawadhu. Kwa hivyo hii tuipata kutoka kwenye tafsiri ya Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo. Jibril alipomtukua Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mi'raji kule Baitul Maqdis, kuliadhiniwa kukakimiwa, akawa ngojewa kuswalisha nani? Hakuna. Mtume alikuwa yajua mimi ndio afaa kuswalisha. Naam. Si kwamba alikuwa hajui, lakini hakuswalisha mpaka Jibril akamsukuma. Jibril kamsukuma kabisa, waingia hapa ndo mali yako hapa. Na kina Nabii Musa alikuwa ajua kwamba leo hapa kutaswalishwa na khairu khalqillah, ndio ile khairu ulaika khairul bariya. Naam. Walikuwa ajua kwamba huyu atakaswalisha, sababu Nabii Musa ule ubavu wake alikuwa nao, angeingia kaswalisheni akamzia Mtume usiingie. Lakini alikuwa ashaambia kuna nidhamu na tawadhu walikuwa nayo ni ya hali ya juu, wakampisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni mahali pake. Naam. Akaswalisha. Kwa hivyo sisi hazina ni elimu. Elimu tuko nayo, elimu yako si yangu, elimu ya huyu si yangu. Elimu kila mtu Mungu kampa elimu yake. Naam. Hatufanani kabisa. Haya maneno yangu ameyarekodi hapa, nikimwambia aje asomea lele atasema mengine. Naam. Na hii ni kazi ya mashekhe, ndio wanagawanya elimu. Hazina haiko kwa Mtume, Mtume ashaitoa sallallahu alaihi wasallam, iko kwa mashekhe zetu, ndio wanagawanya hapa.
Hapa kiinua kichwa kiangalia hivi ashakupa. Na wewe ukipewa chukua hiyo hiyo, usichukue nyingine mwenzako. Hapa kila mtu akitoka, wengine atakuwa mashehe, wengine atakuwa madaia, wengine atakuwa ni walimu madrasa peke yake, hawana da'wa, wengine atakuwa na haraka tu basi. Na zote zinagawanywa kwenye hazina hapa. Hii ndio hazina hii. Ina wizara kila aina hapa. Kuna wizara ya maji, kuna wizara ya ukulima, kuna wizara ya zote ziko hapa zinagawanywa hapa. Mtume hashuki tena kugawanya hazina. Mashekhe wetu ndio wanagawanya hazina. Na utaipata hii hazina wewe kwa tawadhu. Kule kunyenyekea kwa shekhe lako ndio kila kitu. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Mimi kama nilivyosema, mimi si mzungumzaji bwana. Mimi nimevamiwa tu hapa. Sheikh Darwesh ananiambia twende bwana, muhimu kuna darasa kubwa huko. Nikamwambia twende, naitaka darasa hivi, hivyo ndio vyakula vyetu bwana. Sasa sijui yeye ndo aliongea hapa lakini mimi nimefurahi. Aya moja ndio naipata, imenipa elimu kubwa sana. Suratul An'am, hii aya naisoma siku zote, aya 50, lakini imenipa neno kwa neno nitawadhu tu. Hata mimi nilikuwa sina hiyo tawadhu, lakini amenipiga kofi la fahamu. Kule kwetu Kenya tunasema hivyo, umepigwa kofi la fahamu. Kwamba hata wewe tawadhu huna wana. Sasa aya imenifundisha mazuri sana. Na insha Allah taala hiyo tawadhu ndio hiyo katika hazina. Mungu ana hazina zake. Tawadhu, tukianza kuzungumza tawadhu hapa tutakaa mpaka tarawih itaadhiniwa. Tutaswaliwa hapa. Lakini insha Allah tutakoma hapa. Mimi haya ndio niloweza kuchangia, na sikusema haya isipokuwa shekhe kanilazimisha niseme. Lao angeniambia ninyamaze ningenyamaza. Lakini nimeshukuru. Insha Allah vijana wenzangu, hii hazina hii msiwache ikawa ni ile alikuwa. Naam. Alhamdulillah, mara hii sasa tuko na hivi va kurekodi hivi simu. Ukushika fungua simu. Umekupita, sisi wakati wetu tukisoma ikikupita imekupita. Mpaka sasa utafute mwingine umuulize umesikia nini uandike. Hii sasa hii hakuna mbaya. Mambo yamekuwa rahisi sana. Naam. Ukushika utakwenda utashika neno baada ya neno. Lakini tu tatizo hizi vidude ndio hizo hazina tawadhu. Vidude havileti tawadhu kabisa. Ukiteta na mtu kidogo anakuambia naangalia Google. Ule Google atumjui anatoka wapi. Umjui shekhe gani kasoma wapi. Wewe unafungua tu. Na vijana hapa shekhe akiuliza naona wengine anang'ang'ana kwenye simu hapa. Anatafuta aya, akiuliza suratul Baina, wengine anang'ang'ana kwenye simu. Hizi simu hazina khairi sana kwenye elimu. Sisi tukisoma wasoma, utachukua vitabu 10 ndio utunge hutuba ya Juma. Vitabu 10. Vitabu 10 ndio unatunga hutuba ya Juma moja hiyo. Kwa vitabu 10. Sasa hii hata uchukue kitabu ile simu moja, simu ile basi watoa hutuba ya mwezi mzima. Huna haja vitabu. Imerahisisha lakini imetoa thawabu. Maana kile kitabu ukikishika ulikuwa mpaka urudi kwa shekhi wamuuliza akueleze ndio upate ile thawabu. Sasa hiyo ukiangalia kisha utaangalia kwenye tafsiri 6 ziko kwenye simu moja. Lakini sasa shida iliyoko hakuna ile tawadhu. Ile tawadhu huipati tena. Simu haipatikani, haileti tawadhu. Lakini hata usomaji wa Qur'ani, kisaikolojia wenyewe wasema ukisoma kwenye simu na ukisoma kwenye msahafu, kwenye simu haifiki kwenye moyo. Usome kwenye simu haufiki kwenye moyo. Lakini usome kitabu unafika kwenye moyo. Ile sura ile soma. Hapa akashika simu akasikiza tafsiri Qur'an kupitia simu, basi ushikaji wake wa kiakili si kama yule alishika msahafu. Wamekubali sasa hivi. Sasa ikiwa wamekubali hizi vidude kitu kidogo tuviekeni kando bwana. Turudini tuchukue tafsiri Jalalain tuziweke kwenye majumba watu. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hatuna la ziada zaidi ya kalima ya shukuru kwa baraka yetu na nuru yetu mwanazuoni wetu Sheikh Omar Othman. Ndivyo mwanzo tukushukuru sana mzee wetu Darwesh Adam, tukushukuru sana sababu wewe umekuwa ndio sababu ya sisi kupata faida hizi, na siku nyingine niambie tu unapokuja na watu wakubwa kama hawa maana tangu ulipoingia ni muda mrefu sana. Tungeyachukua mengi na haya ambayo tumeyapata sasa, maanake tungekuwa na mafurushi ya kutosha ya faida. Kwa hiyo tunakushukuru sana, wewe ni mtu wa kheri, Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Na Sheikh Omar Othman tunakushukuru sana, jazakallahu khairan. Lakini pia nakushukuru sana ustadhi wetu Ustadh Abdul Karim. Mimi sikufahamu, hukusita kuniambia kwamba tuna mgeni mtukufu hapa, na hivi ndivyo tunatakiwa tuishi, kama ambavyo tunavyoelekezana. Vikao vyetu hivi vinataka viende na viendeshwe namna hii, kufadhiliana. Kwa hakika, kwa niaba ya wasikilizaji wote wakiwepo wazee, walimu wetu, wanafunzi wetu, natoa shukrani nyingi sana za dhati kwa muda mfupi huu ambao umeutumia, namna ambavyo umetujenga. Haya tumeyachukua kwa kipindi hiki kifupi, lakini atatufaa katika maisha yetu insha Allah taala. Na hapa ndio mahala pake hasa, wapo walimu, wapo wanafunzi. Tawadhu hii tuichukueni, itatufaa kweli kweli. Sisi tutafuteni utukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kunyanyuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kule kunyanyuliwa ni mpaka sisi tuwe na tawadhu. Tukiwa na tawadhu ndo sisi Mungu atatunyanyua. Kwa hiyo tumepata faida kubwa kweli kweli. Karibu sana, hapa ni mahala pako. Jisikie kwamba uko kwa ndugu zako wanaokupenda hasa. Umegusa vitu vikubwa sana, kwamba namna gani mashehe zetu walivyokuwa na tofauti yao, mashehe hao waliotangulia na mashehe wa leo. Sisi tofauti ni kubwa sana, kubwa kweli kweli. Kwa hiyo tunataka turudi huko. Hapa tulipoharibikiwa hapa ni kwa sababu tumeacha zile nyenendo zao na maelekezo yao na mafundisho yao. Mimi nilipata kustaajabu sana kuambiwa kwamba shekhe amefariki, sawa, na alikuwa na namna zote anafundisha, lakini anafanya da'wa. Basi katika uhai wake ameandaa, yani amekuwa na fikra kwamba mimi nikiondoka hizi kazi zangu vipi zitaendelea. Akawa amejenga nyumba, na nyumba ile ameitoa ni wakfu, sawa, wakfu kwa ajili ya madrasa kaisimamia yeye, kajenga yeye, walimu kawazalisha yeye, anawasaidia yeye. Halafu akawa na mtazamo kwamba mimi naondoka, hii madrasa hii itakuwaje? Watu wana hiyo, ni watu wa namna gani? Watu wa leo maslahi mafupi, machache, madogo ya dunia tu, kwamba mimi nitapata nini. Ndio watu wa leo walivyo, mimi nitapata nini. Lakini angalia wa mashekhe, katafuta madrasa, kahangaika, madrasa imepatikana, kasomesha, kazalisha walimu. Halafu bado fikra inakuja, nikiondoka nisije nikaondoka madrasa ikawa haina usimamizi. Kajenga nyumba, kaitoa wakfu, katoa. Hao ndio mashekhe zetu. Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa ulumu zao, tupe baraka zao.
asrari zao na nafahati zao. Sheikh Omar, karibu sana. Karibu sana, karibu kwelikweli. Rabbana mfana bima allamtana